Asilimia kubwa ya wanawake ambao walizisaliti ndoa zao hawakuwahi kukaa chini wakaplani kuwa wasaliti. Usaliti ulikuja kwa ajili ya vitu ambavyo wao wenyewe walivitengeneza. Usaliti ulikuja pale ambapo mwanamke aliruhusu ukaribu usio wa kawaida kati yake na mwanaume mwingine ambaye sio mumewe. Mwanzoni alikuwa anaona siwezi kufika huko, mimi na huyu ni kawaida tu, lakini mwisho wa siku usaliti uliingilia pale pale. Usaliti ulikuja pale ambapo mwanamke aligawa namba yake ya simu kwa mwanaume mwingine na akaruhusu huyo mwanaume awe anamchatisha, wawe wanazungumza, wawe na ukaribu. Mwisho wa siku ukaribu ule ukazaa usaliti. Usaliti huo ulikuja pale ambapo mwanamke aliona anaweza kuwa na rafiki wa kiume, lakini mwisho wa siku ule urafiki ulivuka mipaka na usaliti ukaingia. Usaliti kwa mwanamke ulikuja pale ambapo mwanamke aliruhusu mazoea yaliyopindukia kati yake na mwanaume mwingine. Huyo mwanaume alikuwa anamtania vitu vya kipuuzi. Huyo mwanaume alikuwa anapiga naye stori za hovyo. Mwisho wa siku akaja kuisaliti ndoa yake. Kwa hiyo mwanamke, kuwa makini sana na vitu ambavyo unavifanya kwenye maisha yako, kwa sababu asilimia kubwa usaliti huwa unakuja kwa ujinga wako wewe mwenyewe. Pengine kweli wewe ukikaa unajiona hapana, mimi najitambua sana, mimi najiheshimu. Usije ukafikiri waliofanya usaliti wao waliwahi kuplani kufanya usaliti. Asilimia yao kubwa ni wao wenyewe walivitengeneza hivi vitu. Asilimia kubwa walipoambiwa kwamba hakuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume walibisha kama wewe unavyobisha. Asilimia kubwa walikuwa wanagawa namba zao za simu. Pale ambapo waliambiwa kugawa namba zako za simu sio salama, mtu alisema hapana, mtu kwani ataenda kulala na mimi kwa kunilazimisha? Si nitaamua mwenyewe. Lakini mwisho wa siku yale mazoea ya kuchati na huyo mwanaume yalimpelekea kuwa msaliti. Usaliti ulikuja pale ambapo yeye aliruhusu mwanaume mwingine amtanie, awe na mazoea naye kupita kiasi. Yaani mwanaume anakuja na kutania vitu vya kipuuzi, alikuwa anataniwa vitu vya kipuuzi akawa anachekelea. Mwisho wa siku huyo mwanaume akaanza kumsifia akawa anachekelea. Mwisho wa siku huyo mwanaume akaanza kumshika bega akawa anachekelea. Mwisho wa siku huyo mwanaume akamshika kalio akawa anachekelea, na mwisho wa siku usaliti ukaingia. Kwa hiyo naomba nikwambie tu ukweli. Asilimia kubwa ya wanawake hawajawahi kuplani kuwa wasaliti. Na wengi wao walikuja kusaliti ndoa zao tena bila sababu za msingi, kwa sababu ya vitu ambavyo wao wenyewe walivitengeneza. Wewe kama mwanamke ukishaolewa, jitahidi sana kujiwekea mipaka. Jitahidi sana kuto kuruhusu ukaribu wa wewe na mwanaume mwingine. Usitake kuzoeana na mwanaume mwingine ambaye sio mume wako. Usitake kuwa na rafiki wa kiume. Hakuna mwanaume anayepoteza muda kuwa na rafiki na mke wa mtu. Yeye anajua kwenye urafiki wake iko siku atakupeleka ambako ufikirii. Huyo mwanaume ambaye unachati naye kila siku yuko kwenye simu yako, huyo ndio utakayesaliti naye ndoa yako. Na utasaliti naye pasipo kutarajia, kwa sababu huo wakati utakapokuja wewe kuisaliti ndoa, sidhani kama utafikiria huo msimamo wako unaohisi unao. Sijui kama unanielewa. Huyo mwanaume anayekusifia, anakutania vitu vya kipuuzi, anakaa na wewe anapiga stori za hovyo unachangia, anakushika bega unachekelea, iko siku atakushika kalio. Na baada ya kukushika kalio atakuingiza kwenye usaliti. Taratibu. Mwanaume huwa anajua anachokifanya kwenye maisha yako anapokuja. Wewe peke yako mwanamke ndio huwa hufikirii kwamba huyu mtu kwa nini ana ukaribu na mimi? Kwa nini huyu mtu anaomba namba yangu? Kwa nini huyu mtu anataka urafiki na mimi? Kwa nini huyu mtu ananitania hivi? Lakini mwanaume yeye huwa anajua anachokifanya. Kwa hiyo anajua utani ule kila siku mnaotaniana, sijui mazoea nini na nini, leo anakushika bega, anakupa siku kadhaa za kukushika bega, kesho atakuja kushike kiuno, mwisho wa siku anajua kikuita guest huwezi kukataa. Anakupigisha story, anakusifia, wewe ni mzuri, natamani nipate mwanamke kama wewe. Wewe unahisi kama wewe ni mzuri sana, kwamba ni kweli anatamani kupata mwanamke kama wewe. Muongo, anakupigia hesabu wewe mwenyewe. Iko siku ataendelea kuongea maneno mengine zaidi na zaidi, utaenda kuisaliti ndoa yako. Hakuna mtu ambaye aliwahi kuplani kuwa msaliti. Hilo lazima ulijue. Asilimia kubwa wengi walianzisha haya mambo wao wenyewe kwa mazoea yao. Kuruhusu ukaribu usio wa kawaida, kufanya vitu visivyo vya kawaida, na vingine walifanya kwa kujiona wana misimamo.
Yaani wote ambao walianguka kwenye uzinifu afu ni wanawake, walianzia huku kujiona wao wana misimamo, kujiona wao wanajiheshimu. Mimi nitaenda na mtu hivi hivi, si nitaamua. Kwa hiyo namba mimi naweza nikatoa, itika wito, kataa neno. Mwisho wa siku walienda kuzisaliti ndoa zao. Kwa hiyo mimi nakuhakikishia, hayo mazoea unayoweka na huyo mwanaume, siku moja utaingia kwenye usaliti. Huyo mwanaume anayekutafuta kwenye simu yako, huyo anayekuchatisha kwa siri bila mume wako kujua, huyo ndio utakayesaliti naye ndoa yako. Huyo mwanaume anayekusifia, anayesema anatamani kupata mwanamke mwenye sura kama ya kwako, huyo mwanaume anayekushika bega, huyo mwanaume anayekushika kiuno, huyo mwanaume anayekutekenya kwenye mbavu huku, iko siku utaingia kwenye usaliti. Jamani, wanawake za watu sasa hivi tunashindwa kujiwekea mipaka sisi wenyewe. Kwa sababu mwanaume anaanza kukuingia kidogo, mwisho wa siku anakupanda mpaka kichwani huko, hapo umetoa macho. Sasa hivi wanawake za watu hata kushikwa na wanaume hawajisikii shida. Sio kushikwa tu, hata kutongozwa watu hawajisikii shida. Mtu akikwambia anatamani nipate mwanamke kama wewe, unachekelea. Wewe ni mwanamke mzuri, unachekelea. Ila una shepu, unachekelea. Wewe unafikiri kwa nini anakusifia? Kwa nini akwambie wewe una shepu? Yeye ni nani wako? Mume wako mwenyewe anaishi na wewe nyumbani kwake, unalala na kuamka, hajawahi kukaa kaanza kukusifia shepu lako. Yeye anakuhudumia, anakutunza, anajua kwamba wewe ni mzuri. Amewekeza moyoni mwake, anajua kwamba mke wangu ni mzuri, ana shepu, hana muda wa kukuimbia mashairi. Huyo anayekwambia wewe una shepu, sijui una nini, ndio atakaye kudanganya. Nakwambia ukweli kabisa. Huyo ndio atakaye kuingiza sehemu ambayo hujafikiria. Asilimia kubwa ya wanawake wenzako kama wewe hawakuwahi kuplani kuwa wasaliti. Usaliti ulikuja automatic, tena bila kutarajia, walijikuta ni wasaliti. Kwa hiyo mwanamke, jichunge sana na vitu unavyovifanya. Utasema mimi nina misimamo, mimi sijui najitambua, mimi nina akili. Mwisho wa siku, chanzo cha yote watu mpaka kufikia kwenye usaliti ni mazoea ambayo wanaruhusu wao wenyewe. Ni namna ambavyo wanawapa watu namba za simu, wawe wanachati nao. Mwisho wa siku ndio hao wanaoenda kusaliti nao ndoa zao. Mimi nikwambie tu kweli, hicho unachokifanya leo hii ukihisi hakitokuathiri kwa sababu unahisi unajitambua sana, hicho ndio kitakachokuangusha kesho. Kwa hiyo mwanamke, jiwekee mipaka. Hakuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume, hiyo ichukue. Huyo mwanaume anayekusifia, iko siku atakuangusha kwenye uzinifu, hiyo ichukue. Huyo mwanaume anayekuchatisha, iko siku atakuangusha kwenye uzinifu, hiyo ichukue. Huyo mwanaume anayesema natamani kupata mwanamke mwenye sura kama ya kwako, huyo atakusababisha usaliti naye ndoa yako, hiyo ichukue. Na kuhakikishia kabisa, kwa sababu wengi waliozisaliti ndoa zao hawakuwahi kuplani kufanya hivyo vitu walivyovifanya.